Alright, karibu sana kwenye show. Mimi naitwa DN Makenge, natumai uko salama salmin. Sijui unaendelea kunawa mikono, na sijui kama bado unaendelea kuvaa barakoa, na sijui unaendelea kukaa mbali na mwenzio mita 1.5 kama vile Wizara ya Afya inapendekeza. Tufanye hayo yote ili kuweza kuepukana na virusi vya COVID-19. Leo, siku ya leo ninaye waziri wa zamani, aliwania kiti cha urais mwaka wa 2017 na bado ashaikuwa mwenyekiti wa makabila madogo katika udaji wa katiba ya kwanza iliangushwa mwaka wa 2005 na ilifahamika sana kama Bomas Draft. Nazungumzia Joe Nyaga. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana, asante. Habari ya siku mingi? Tunaendelea tu, tunaangalia vile mambo ya Kenya yanaendelea. Tunaombea Kenya iwe na usalama na siasa iende chini kidogo ili sisi watu wa Kenya tuendelee na mambo ya kazi zetu, masomo yetu na kupigana pia na COVID. Karibu sana kwenye show tunafurahia kuungana nasi kwa mara nyingine siku ya leo. Umekuwa mshauri moja kwa moja katika maswali. Umekuwa mshauri wa Rais Uhuru Kenyatta katika kipindi cha kwanza chake katika uongozini wake ama katika urais. Na kulikuwa na umuhimu kulikuwa na umuhimu wote wa handshake katikati yake na kinara wa ODM Raila Odinga iliyofanyika mwaka uliopita mwezi wa 3. Nafikiri ilikuwa necessary ifanyike kwa sababu ukikumbuka wakati results elections zilipokuwa announced, watu wa Raila walipiga kelele. Watu wa NASA walianza kuleta chaos kwa nchi ya Kenya kwa sababu walisema ya kwamba kura zao zimeibiwa tena. Na unakumbuka Raila alienda mpaka akachagua na watu wake kama people's president. Hiyo ingaliendelea namna hiyo, ingaletea Kenya taabu sana. Na tunakumbuka 2007, 2008 tulijionea na macho yetu ya kwamba siasa mbaya, maisha mbaya vile tulikuwa tunaambiwa na mzee Moi. Ndio sababu mimi nilisupport kutoka siku ya kwanza. Hata ukikumbuka mimi ndiye nilikuwa kwanza kuambia wakati kulisemekana ya kwamba election irudiwe mara ya pili ya ifanyike Oktoba. Mimi nita press conference na nikasema it is important ya kwamba Raila na Uhuru kama brothers wakae chini for the sake ya nchi yetu. Na nikawaambia ukiwa na watu wawili, wewe mwenyewe ulikuwa katika kinyang'anyiro na uliweza kukubali matokeo ya kura. Kwa nini ukakubali na yule mwingine ama wale wengine, yule mwingine aliyeshindwa unaona alikatana na yale matokeo? Kwa sababu nimekuwa kwa hii siasa miaka mingi. Hata 2007 mimi ndiye nilikuwa in charge karibu siku 2-3 counting ya vote za Raila. Na inajua vile kompyuta na mambo mengine inafanyika. Ukiwa Pentagon. Nikiwa Pentagon. Na inajua kuna mambo mengine ambao inaendelea ambao si ukweli. Na nijua ya kwamba tukiendea vile tulifanya 2007, 2008, nilikuwa nimeona hii itatupeleka, tutarudi huko, watu watapigana. Ndio sababu nilisema yale ambao niliyasema wakati ule. Zile salamu tunaelewa kwamba ndizo zimeweza kuzaa BBI, Building Bridges Initiative. Correct. Na imeweza kuzindua, ile draft imeweza kuzindua siku juzi tu, wiki iliyopita. Na tunaisoma. Je, ina manufaa yoyote kulingana na wewe kwa mwananchi wa Kenya? Handshake ilikuwa very necessary, watu wasalimiane, political temperature iende chini. BBI vile imeandikwa ina technical language, si language ya kila mtu ambaye hajakaa kwa serikali. Kwa serikali kuna kitu inaitwa policy document ama sessional paper. Hiyo sessional paper inazungumzia mambo mengi ambao hata si mambo ya kupelekea wananchi. Ndio sababu umeona ya kwamba hii document ina mambo ambao ingine hata si ya mambo ya we the people, watu wa Kenya referendum. Kuna ingine ni ya serikali, kuna ingine itafanywa na parastatals, kuna zingine zitafanywa na president na zingine na wizara.
na zingine zafanywa na parliament. Kwa hivyo ni vizuri watu wajue kwamba hii document sessional paper ambayo inapelekwa bunge ni kawaida kwa serikali kupeleka document ya namna hii, lakini kile tunangojea sasa ni sisi wananchi wa Kenya tutaletewa nini? Kwa si document ya 200 pages ambao tutaletewa, yale ambao sisi tutaulizwa kama wa Kenya, na vile katiba ya sasa inasema kuna vitu sisi wa Kenya tulisema hatutaki tufanyiwe na watu wa siasa. Wewe mwenyewe umeweza kuisoma? Nimesoma, nimeimaliza sasa. I'm comfortable, naweza sema sasa nimeisoma na inajua section ambazo lazima tupeleke. Na ni gani hizo ambazo unaona zitakuwa na manufaa makubwa katika nchi ya Kenya ama kwa mwananchi yule wa kawaida? Document yote ni nzuri kwa sababu inazungumzia yale tunaweza fanya kusaidia mwananchi wa Kenya. Hiyo ndio policy document ambayo ninaita sessional paper. Lakini kuna yale ambao wana tu confuse kama wananchi wa Kenya. Ukianza kusema ya kwamba loan ya university tuwapatie wanafunzi 4 years, ukianza kusema ati usilipe loan ya youth 7 years, haya ni mambo administrative. Hiyo ni mambo serikali inaweza fanya, hata hakuna haja ya kutuuliza. Hiyo wangalifanya watambia tumefanya, hata ingine imefanyika. Kuna zingine kama kuongeza pesa kwa governors, hiyo pia ni kitu ambacho it's already tumepitisha Bomas, tukasema ya kwamba minimum 15% patia governors, na hiyo ndo ile sheria inatumika siku ya leo. Hata ukifanya 50% leo hakuna haja ya kutuuliza. Lakini kumekuwa na mgogoro umeishi kati ya serikali za majimbo na serikali kuu kuhusu ugawanji wa hizi fedha, lakini kwa sasa kunapatikana suluhu ya kwamba kama sheria itasema ni 35% Uhuru ana pesa ama 35 asilimia, serikali ya Uhuru haina capability sahihi kuwapatia 35% kufanya hiyo guarantee. Serikali yako next time hata hiyo haina guarantee ya kwamba itapata hiyo pesa vile economy inaendelea. Ndio sababu tulikuwa tumekuwa vague. Tulikuwa tumesema 15% minimum, ili serikali ya Uhuru ama yako in future ikiweza kuwapatia 60% sawa sawa, kwa sababu budget ni process. Mnazungumza, mnakaa chini na governors, council of governors wanakaa chini na national government. Kwa hivyo Jubilee government ingalikaa chini na governors wakubaliana, mwaka huu tumepata hii pesa, sisi central national government tunataka kutumia hizi ndizo zenu. Hata saa hii so kulingana na wewe unaona ni kama kuja kuwa na uwazi katika ule ugawaji wa zile fedha ama namna gani? No, ni process. Serikali national government must become transparent, kuzungumza na governors, kuambia hiyo ndio keki yetu hii, sisi watu wa national tunataka so much, ile baki ni hii. Mnakaa chini. Ndio sababu tukiwa cabinet, tukiwa kwa Bomas tulitengeneza kitu inaitwa Council of Governors, na tukasema minimum 2 times a year utakaa chini to argue, kukubaliana. Ile makosa mimi naona ya kwamba communication kati ya serikali ya national na ile ya county hawana nafasi mingi ya kuzungumzia mambo. Sasa tumeona kwa sababu ya COVID wanakutana kila wakati, hata next week naona watakutana. President lazima akutane na governors often. Lakini nafikiri mikutano imekuwa ikifanywa mara kwa mara ili kuzungumzia ugawanji wa hizi fedha, lakini hakujai kuwa na suluhu hadi wa leo. Hadi sasa hii sheria inaletwa katika hii document ya BBI inakuja ili kuweza kuonekana kama kutakuwa na suluhu ya kuishi. For me, hii naweza kusema hata ni campaign. Already serikali hakuna kitu kama siku ya kwanza serikali
ilikuwa inapatia government za majimbo counties minimum 25%, hata imepita mpaka 30% wakati mwingine. Kwa hivyo whether ni 15% ama ni 50%, unatuambia ya kwamba next year kutakuwa na BBI ingine ya kuongeza iwe 60%. Kile kinatakikana ni serikali, the two governments, two levels, kuzungumza openly mambo ya budget kila wakati, na kuzungumza si mtu mmoja kuambia mwingine na mwingine kusema no. It is not trade union negotiations. Kuna process ya budget. Unajua shida yetu ambayo mimi naona hii katiba mpya, hata national government haikuwa ready kurelease kazi nyingine kwa governors, kama ya health, kama ya kilimo. There are things ambao tulitoa kwa national government tukaachia governors. Kumekuwa na competition, national government inakataa, lakini kwa sababu ulifanya makosa na tulikuwa tumewaambia kuipitisha ama kufanya nini, kuwa na 47 governors kama DC wa zamani. Sisi tulikuwa tumetengeneza katiba Bomas ya 14 governors. Tutaka mtu governor ambaye anaweza kaa chini na president bila kumuogopa. Yes, una respect president lakini umuogopi. Sasa 47 governors kama DC wa zamani. So, unaona ni kwamba ukiwaita mkutano State House wanaogopa. Unaona mzigo ni kama kuargue na president. Na hiyo tulikuwa tumeiona, na is very important governors wajue ni elected kwa katiba, wanayo, wana nguvu na wasiogope sana. Lakini finally hiyo pesa ikikuja kwa governors, ile ingine kiko kwa national government, tunaiba sana. We are stealing too much. Tulikuwa tumerudi, tunaenda kufika katika mambo kuhusu ufisadi na vile fedha ama pesa zinapotea katika hii nchi. Lakini ulikuwa unanieleza kwamba mambo ambazo unaona hazifai ama ziko kwa ile document ya BBI ambazo unaona hazina manufaa makubwa kwa mwananchi kwa sasa, na pia yale ambayo pia yako na manufaa kwa mwananchi kwa sasa. Tulikuwa tunayachambua. Nilikuwa nasema ya kwamba kuna mambo ambayo ina confuse Wajiko. Wajiko ukimwambia mambo ya youth loans repayment, universal loan repayments, anajiuliza hiyo ni katiba. Unajua ile document ambayo utapelekea Wajiko lazima iwe precise. Ikiwa kuna mambo watu wa diaspora wanataka, ikiwa kuna vitu watu wa pwani wanataka, ikiwa kuna vitu ambao watu marginalized wanataka, ikiwa kuna vitu big tribes wanataka, hizo zigaliweka different section, okay? Ikiwa ni kitu ambacho tutapelekea wananchi kwa referendum, lakini ikiwa ni kitu ambacho tunaweza kufanya kama serikali, hakuna haja ya kuletea wananchi. Tunakuwa confused for no reason. So kwa sasa ni hayo tu mawili ambao unaona haikufurahishi katika ile document, mambo kuhusu youth na mambo kuhusu kuna ingine hiyo document public relations presentation vile imekuja imesplit country into two camps. Ukiwa na document ambao unajua ina split ama inajaribu kurudisha pamoja. No, aim ya BBI na handshake ni kuleta watu pamoja. Lakini kuna style ambayo inaweza tumika, especially Jubilee Party iko na shida ya kampu mbili na ndio serikali. Na hiyo ni mambo ya chama kivyao. Hiyo ni shida ya serikali ya Uhuru na Ruto. Ndio imetupatia hii headache. Wangalikuwa pamoja, wangeliweza kuuza hii document kwa Wajiko. Na hatungekuwa na shida ambao sasa tuko nayo saa hii, kwa sababu walikuwa wanazungumza lugha moja. Sasa Jubilee imetukosea sana kwa kuwa na hiyo kutetea confusion kwetu. Kwa hivyo hii document already imekuwa divide Kenya into two. Kuna ile intention ile Uhuru na Raila walikuwa nayo hapo mwanzoni. Sasa ninawaambia in advance
hiyo wameshindwa na kazi imeanguka. Lakini pale mwanzo nilisikia kama uliweza kukubaliana na mambo kuhusu hadishi kama zile salamu zilisalimiwa. I agree. Sababu mimi ni support salamu ilionekana kama ndio mwanzo wa haya mambo yote unaweza kuzungumzia kwa sasa. Nimesema wameanguka mtihani juu ya presentation ya document, na imeharibu kwa nini? Kwa sababu chama ambacho kinatawala cha Jubilee kimekatika mara mbili. Kwa hivyo wakati sasa Jubilee inasema hii ndio document ambao tumenegotiate na Raila wa ODM, na Ruto anasema opposite, mwananchi wa kawaida anakuwa confused. Ndio ninaita hii imekuwa sasa document ambao ilikuwa itusaidie, imeanza vibaya. Umekuwa mshauri, umekuwa advisor wa ile team. Suluhu ni ipi? Sababu ni kweli picha zimeonekana, mambo yameonekana, yamezungumziwa mengi tu ya kwamba ni ukweli kuna kasoro ama kuna mambo hayafai yanaendelea pale ndani. The best thing, mtu akiniuliza saa hii, Joe, opinion yako ni gani? One, ebu mwananchi aisome bila siasa. Watu wa siasa, Ruto, Uhuru, Raila, kaeni nyumbani. Document iwe circulated kwa magazeti, kwa simu, all system, kwa sababu watu wa Kenya wengi sana wamesoma. Nendeni kwa radio, kwa television, tufanye ile inaitwa civic education. Na mimi nauliza Uhuru president, Deputy President Ruto, Raila, kaeni nyumbani. Mkitaka mambo ya development hiyo mufanye, lakini hii mambo ya BBI itaanguka juu yenu, na ina mambo mengi mazuri na mambo mengine ambayo inaweza saidia Mkenya, lakini tukienda vile tunaelekea saa hii itakuwa na resistance na yale mazuri inaweza potelea hapo. Lakini hata wakipatia mwananchi fursa ya kuweza kujisomea, dakika mwisho wataweza kurudi hapa mashinani na kufanya kampeni ama mikutano mikubwa tu, kila mtu akisema yake yale ambayo wanazunguka siku ya leo atakutana na Wanjiko ambaye anajua unasema nini. Wanjiko siku hizi, Wanjiko wa zamani, Wanjiko na kuuliza, usikubali kusema Nyaga amekusomea katiba. Hiyo ndio nakufanya wewe Wanjiko uwe na shida zako. Kwa sababu ukisikia Nyaga amesema na ni final na hujaisoma wewe, hiyo ndio makosa ya Wanjiko. Sasa my proposal ni soma kwanza, alafu Nyaga akuja akwambie, in my opinion, nikiangalia hii ninaona ya kwamba ni vizuri tuende upande huu. Lakini si mimi nije nikwambie tufanye. Iwapo ungepata fursa ya kubadilisha katiba ambayo tunayo siku ya leo, ni wapi hasa ungeguzia ama unaona hapafai, pengine pangehitaji marekebisho ya haraka? Kuna mambo ambayo tulikuwa tumefanya Bomas of Kenya ambayo ilikuwa mazuri sana na mkaikataa. Kwa mfano, 47 counties are too many. Serikali ya Kenya haina pesa ya kutosha kulipa expenses za 47 counties. Ndio sababu tulikuwa na 14. Lakini maendeleo ingalikuwa double ya ile mnaona. You understand? Mnaona maendeleo in comparison na hapo mbeleni. Lakini sisi kama fathers and mothers of kitu tulikuwa tunafikia maendeleo itaenda haraka sana. Si vile inafanyika kaidi. Nataka kujua about corruption. Wameiba nusu ya pesa. Nataka kujua juu ya ile inafika pale. Ni mambo kuhusu counties peke yake katika hii katiba. The main thing ilikuwa tribal balance. Tukiwa Bomas of Kenya, ile tulipokaa huko miezi 9, tuliona ya kwamba big tribes wanapendelea kuwa presidency, wakae state house wakiwa kubwa huko. Asante sana, tunarudi hapo. Nataka tuende katika break kidogo, lakini tunaweza kurudi, na tukirudi tutazungumzia mengi
kuhusu yale umesema kuhusu Bomas na pia mambo kuhusu kabila ndogo na kabila kubwa. Asante sana kwa kujiunga nasi tena, tunaendelea vyema tu kabisa. Niko naye Joe Nyaga kama vile nilikuwa nimekwambia katika kipindi cha kwanza, na hii ni K101 show. Mimi naitwa DN Makenge. Mheshimiwa, nilikuwa nimekuuliza swali pale kabla tuende break kidogo, nikakuuliza kama iwapo uko na nafasi ya kubadilisha katiba tulionayo siku ya leo, ni wapi ungebadilisha? Na ulikuwa umezungumza makosa kubwa ambayo ilifanyika ni kukua tuliweza kupitisha ama kufanya kukua na majimbo 47. Ndio sababu sisi tukiwa Bomas of Kenya tukiwa tumeonelea kwamba State House inachukua na big communities. Ndio sababu tukasema tunazungumzia kuhusu draft ya Bomas, yes, ile ambayo iliangushwa. Yes. Ili kulete mpaka mahali tulipo sahihi. Hiyo ndio ili create for big communities. State House ni yenu. Sisi youth, sisi women, sisi small communities, Teso, Kuria, Taveta na so on, Kuria na wengine Mbere pia na Mbere yetu pia, sisi ndio wengi parliament. Ndio sababu tulionelea kwamba to support hii kitu inaitwa prime minister. Kwa hivyo in terms of kuleta watu pamoja, hiyo iko imetuleta pamoja. Big tribes wana control State House na marginalized small communities wana control bunge. Ndio sababu tulikuwa na position ya prime minister na 2 deputies kama vile hii document ya BBI imeweza. Kwa hivyo hauna shida. Mimi nilikuwa na support from the beginning on that basis. Walakini hatukuwa na 47 counties. Yetu ilikuwa na 14 regions. Kwa hivyo wabunge nao walikuwa wabunge walikuwa wawe wangapi? Hatukuweka figa kwa sababu tulisema hiyo itatengenezwa na hii law na population census ya 2019, hii tukienda 2022 kutakuwa na negotiated position through IEBC kutengeza mpaka ili tusikue na bunge kubwa sana. Okay, hiyo tulikuwa tumeachia IEBC na census ya 2019 kwa sababu the big tribes walisema tunawakalia sisi Wataveta. Na jambo kuhusu kubalance ama kubalance mambo kuhusu jinsia ama gender, ilikuwa ifanywe kwa njia ipi? Sababu katika hii document wale wanasema kwamba, wale vinara wanasema kwamba inakuja na suluhisho ama na suruhu. It has no solution. It is not possible. Ile kitu ambao pressure iliyoko Bomas of Kenya na civil society ya kusema 1/3 must be a particular gender practically ni ngumu. Hii katiba angelituletea watuambie mnataka tuendelee na hii clause ama tuitoe, tutafute njia nyingine. Ile ambayo ni administrative na very easy kufanya ni kuwa na katiba inasema Mr. President, upende usipende, appointment zako za cabinet, appointment zako za PSS na parastatos lazima uimplement 1/3 gender. Lakini implementing hii ya 1/3 constituency ya nyumbani itakuwa ngumu. Kwa nini iko ngumu? Wameintroduce hii proportional representation ili to take into account mambo ya akina mama. Yes, itawasaidia, lakini hiyo 1/3 pia haitapatikana. Ripoti inasema kama ni bunge la Senate lichaguliwa mwanamume na mwanamke. It is wrong. You see, kwa nini I don't agree with that. Kwa sababu una dilute Senate. Senate is very important. Kazi yake ni kuprotect serikali za majimbo. Sasa ikiwa hapo ndipo utadump akina mama, ili akina mama waseme tumefurahi sana kwa sababu tumepatiwa kiti Senate.
That yes ni cosmetic. Nataka Hiyo ni cosmetic. Lakini ile purpose ya Senate kuifanya doubling, kuongeza ifike mpaka hapo ambao wamesema ifike, haitasaidia. Utaona vita sasa katikati ya senator wa Embu mwanaume na senator wa mwanamke hapa Embu. Wangalitafuta njia nyingine. Kuna njia zingine ambazo tulikuwa tumeangalia hapo zamani. Lakini Senate imekuwa diluted this way. Nataka tutoke katika hii agenda tuende katika agenda zingine ambazo nimetayarisha siku ya leo. Lakini so kuambia kabla ya kufika hapo. Tukimalizia mambo ya BBI. Ya referendum. Yes. Ni kubwa. Umeona already Raila na IBC wametofautiana. Wanatofautiana. Hiyo ni pesa kubwa. Watafanya nini? Hiyo ndio mambo nilikuwa nasema itafanya hii kitu ipigwe. Hata yale mazuri ambayo iko ndani, na ni mengi mazuri ambayo iko ndani, itapigwa kwa sababu ya hii mambo, hii vita, vitu kama hivi ambao tumeambiwa imeanza kuletwa saa hii. What is important ni tutoe vitu, tuseme hii ni vitu ya referendum. Ya referendum ni tutaongeza size ya bunge, yes or no. Tufundisha watu. Wanawake tutaongeza, yes or no. Tutafanya nini? Prime Minister advantage, disadvantage, tuende tufanye hiyo. Ikifanyika sasa tutakuwa. Kuna viongozi ambao wamekuwa wakisema ingekuwa vema kama ingeshikanishwa pamoja na uchaguzi mkuu wa 2022. Iwapo kutafanyika hivyo kulingana na wewe? Ikiwa ishikanishwe ili ikiwa ni 2 billion. Ili kusikuwe na bajeti kubwa ya kufanya referendum. Ikiwa ni 2 billion. Na IBC nasema 14. Hata with the negotiations tunazungumzia kitu ya 8 billion. Hiyo itakuwa debate ambao italeta hii kitu uone ikiwa na shida. Na itaforce serikali itumie kifua. Na serikali ikitumia kifua itakuwa resisted. Kwa hivyo hii kitu inaweza haribika, inaweza anguka kwa sababu hapo mbele nilisema presentation, selling it to the people. Kwa sababu chief akiingilia kusema lazima uchague hii kitu, watu wataanza kupiga kelele na utapatia no an opportunity ya kushinda, na yale mazuri iko ndani yake utaona ikianguka. If ungeshauri vipi ingalikuja wakati wa 2022 then tunapatiwa 2 years of preparing questions. Mwananchi ajue question number 1 itakuwa hii, question number 2 itakuwa hii, question number 3 itakuwa hii. Hii mambo ya kusema tufanye sahi itaifanya ipigwe. Sawa, tutoke hapo ili tuende katika agenda zingine, na hasa katika siasa ambazo zinaenda katika eneo la Mlima Kenya. Eneo la Mlima Kenya linaonekana kugawanyika katika milengo miwili ya kisiasa. Kunani, Mheshimiwa? Hiyo ni kawaida. Ukiangalia historia ya Mount Kenya, ukiangalia historia ya Kenya, 2 years kuelekea kukaribia elections, watu wanakuwa split into camps. Hii ni mambo ya kawaida. Siku nyingine kwa nini tu ni Mount Kenya? Kwa nini tu ni Mlima Kenya? Waluhya Waluhya sasa ni grupu gapi? 3. Wakamba ni grupu sasa 3. Kuna ya Kalonzo, kuna ya Mutua, kuna ya hii ni mambo ya kawaida. Lakini kwa sababu Mount Kenya inaonekana ina watu wengi na kila mtu anataka kule ya Mount Kenya, ndio sababu watu wanaangalia Mount Kenya inasema nini. Ndio inafanya siasa ya Mount Kenya iwe interesting. Lakini hebu nikwambie, dakika ya mwisho Mount Kenya will vote as a block. Hii ni siasa, ni mchezo tu. Watapiga kura kama block kupitia ushauri wa nani? Sijui. Ama nini kitafanya wakuu wamepiga na kila mtu wako na usemi wake wa kupiga kura wakati ukifika? Watu wa Mount Kenya historically kutoka 1963 hata mbele ya 1963 mbele ya independence wanakuwa na mtu ana support either upande mtoto yao ama mtoto wa mtu mwingine. Hiyo itafanyika upende usipende. Na si Mount Kenya tu, hata Jaluo watafanya the same. Jaluo na watu wa Mount Kenya vote in blocks. Watu wanaitwa Wabukusu pia wanaenda za block.
kuna a couple of communities ambao wanaenda as a block election ikikaribia. Ukienda kwa Wabukusu hii utakuta kuna watu wa Wetangula na watu wa watu wengine, lakini dakika mwisho 90% of Wabukusu will vote as a block, na hiyo itafanyika hapa Mount Kenya na itafanyika kwa Wajaluo. Jina lako limeonekana kuzungumziwa sana katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika uongozi wa eneo hili tunalozungumzia la Mlima Kenya. Nini kinafanya uamini ya kwamba unafaa zaidi kuliko wale wengine ambao wana hisia kama zile? Mimi nimesema nataka kiti. Last election nilisema ninataka kiti, na round ya kwanza nikawa number 3, na sikuchaguliwa na Mount Kenya, nilichaguliwa na watu kutoka outside Mount Kenya. Hapa kwetu Embu, Pokot ilinipatia kura mingi kushinda Embu na Kirinyaga, mahali baba yangu na mama yangu wanatoka. Turkana ilinipatia kura mingi kushinda Embu. Kwa hivyo watu wanaondelea, na nimesikia hata mimi nasoma gazeti na radios, nimesikia watu wakisema Joe amekuwa tested, amekuwa huko, lakini si Joe peke yake. Kuna wengine wamekuwa huko na wengine wamekuwa huko. Wengine wanasema Joe ana experience ya miaka mingi ya kiserikali. Hiyo ni kweli. Wengine wanasema ukiangalia historia ya Joe Nyaga, hata baba yake karibu miaka 64 years hawana mambo ya corruption. Hiyo ni ukweli. Ndio nafikia umeenda watu wa churches wakianza hiyo debate ya integrity, ambao hawataka mambo mtu corrupt, mtu ambaye ana experience, kwa sababu wameona pia ukileta watu ambao hawana experience, yale wengine ambao tumepata saa hii imetokana na lack of experience of depth ya mambo mengine ambayo imefanyika. Ingine ambao wameona ni ya kwamba ukilete kijana moja, vijana wawili, labda hakuna balancing kwa president. Wewe mwenyewe kwanza uko na lile wazo? Are you interested? Yes. Naachia Mungu. Hakuna kitu ambacho ninafanya. Kukua msemi wa eneo hili. Hakuna kitu ambacho serious mimi hufanya peke yangu. Ninaenda chini, ninaomba Mungu, nikipata message, clear message ya kwamba nisimame, nitasimama. Nikipata message wachana hii kitu, sitasimama. Kwa hivyo it is too early. Sasa ni wakati wa mambo ya development. Tuachie Jubilee tuone kama itajimaliza, itafanya kazi nzuri, itaanguka, watu wengine watasimama, tuende tu na hii kitu endelee. Lakini kuna wengine wamekuwa kimkosoa naibu wa rais wakisema ya kwamba ameanza kampeni zake za kumrithi rais mapema sana. Amefanya makosa. Kwa upande wake anasema anazuru maeneo tofauti akizuru maendeleo ambao anafanya kama Jubilee. Ile nimeita makosa ni ya kwamba hii promo ya Jubilee wanatuletea sisi wananchi wa Kenya, ndio wanatuonyesha madharau, nitasema hivyo, kwa sababu hii si wakati wa siasa. Ruto is wrong, Uhuru is wrong, they are all wrong. Sasa ni wakati wa kuleta watu pamoja. Nauliza Uhuru na Ruto wakae chini pamoja, ili Jubilee iwe kitu kimoja. Tutapigana in 22 months time, tutaanza kupigana. Ulikuwa mshauri wake? Yes, ndio. Ulifanya ambayo unazungumzia siku ya leo? Nenda waulize. Mimi siogopi, I don't fear. Ukifika miaka 72 kama mimi sasa, unasema ukweli. Ndio uzuri wa mzee kwa hii mambo hii. Yale ninasema publicly nilikuwa naisema. Na nitasema, nitaendelea kusema mengi. Hata hii ya BBI nitayasema from in another, utaona nitasema mambo mengi, kwa sababu is important watu wa Kenya wajue ukweli. Na watu wengi wanaogopa kusema ukweli. Ukifika miaka yangu, you have nothing to lose. I don't have to be a president, but I would be an excellent president. Wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini ulijiuzuru, sababu ulifanya kazi pale kuanzia mwaka wa 2013 hadi 2017. Hakuna mtu ambaye anatafuta hii kiti who has my CV. Nimekuwa international banker, nimekuwa ambassador, nimekuwa waziri,
nimekuwa CEO wa Kenya Airways, nimekuwa mkulima wa kuku saa hii, nimesimama kuwa president. Kwa hivyo I'm qualified, but that is irrelevant. Hiyo ni mambo ambayo ni ya August huko next year. Ile tunataka ni Ruto, Uhuru, tafadhali stabilize the nation. Jubilee, stabilize the nation, ili tuende, ili yale inabaki ya kututengenezea kama serikali mtutengenezee. Iwapo tuseme unazungumza hivi siku ya leo sababu ulikuwa ukipinga Rais Uhuru mwaka wa 2017 na pengine uko na nia kama ile kutafuta kiti cha urais. Uhuru atasimama. Katiba imesema asimami, lakini kuna mwenzake wa Jubilee atakuwa anasimama. Kutakuwa na Jubilee. Vile mimi kama observer hapo mbele tulikuwa na KANU, iko wapi? Tulikuwa na PNU, iko wapi? You understand? Tulikuwa na KADU, iko wapi? Hii ni mambo ambayo tumejionea na macho yetu. Historia ya Jubilee itakwisha if the two of them hata wailete pamoja. Wakiendelea vile wanaendelea, itakuwa kama PNU, kama KANU, kama KADU na kama chama zile zingine ambazo zimekuja na zikapotelea kwa barabara. Kuna urais wa kuwa watapita mwaka wa 2022. Ati nini? Kuna urais chama cha Jubilee kiwe kitakuwa after 2022. Anything in politics possible. Ikiwa Raila na Kibaki walifanya kazi pamoja. Ikiwa Raila na Uhuru wako pamoja, anything in politics is possible. Ndio sababu nauliza wa Kenya, please msikuwe emotional. Angalia hii kitu mpaka around August next year. Sisi watu wa siasa tutawapatia confusion. Tutawaambia mambo mengi ambayo ni irrelevant. Sikiliza kila mtu akija kwenu umsikilize. Ruto akija usikilize. Lakini bado hujanijibu. Kuna swali nilikuwa nimekuuliza ama nimeweza kukuuliza. Uliwatumikia, mwisho ukasimama kumpinga Rais Uhuru Kenyatta. Nini kilifanya ukajiuzuru na pia ukaamua kumpinga boss wako? Wakati ule nilisema, and I repeat, hii confusion ya Jubilee unaona saa hii nilikuwa nimeiona, na hakuna mtu kwa serikali ambaye sikumwambia kwamba kuna confusion, na tukiendelea namna hii italetea nchi yetu shida. Yale yote nilisema sasa umeiona. Hata wakati nilisimama nienda kwa radio na television nikifanya kampeni, nilisema hii chama ya Jubilee itatuletea shida kwa sababu ya vile structure yake ilivyo. You cannot have a party of two people who common ground ni ICC. Kumekuwa na migawanyiko miwili ya kisiasa. Dynasty na Hustler. Usemi wako ni upi katika siasa ambazo zinafanywa siku ya leo? Na ni viongozi tu wakubwa wanaoendeleza siasa za aina hii. Unajua ukianza hivyo unaleta division ya watu. At the moment Kenya ni divided along lines of tribe. Sasa itakuwa dynasty na itakuwa hustlers. Mimi kama waziri wa cooperative nilifanya kazi na Wajiko bodaboda kila siku, matatu kila siku. Mimi ni hustler ama mimi ni dynasty? Nilisomea shule ya matope na nyasi. Nilivaa viatu nikiwa form 1 Alliance High School for the first time full time. Mimi ni dynasty ama ni nini? Baba yangu alikuwa mwalimu wa primary school. Mimi ni nini? Kwa hivyo hii ni siasa ambayo itafanya watu wa Kenya watoke tribalism waingie ingine, lakini haita sort out problems. Kwa hivyo hazifai hata kidogo kukua zinakubaliwa ama zikiendelea. Kama development, tutadevelop economy namna gani? Mambo ya youth tutafanya nini? Mambo ya women tutafanya nini? Those are the issues ambazo tungalikuwa tunazungumzia wakati wa campaign. Ikiwa ni mambo ya huyu versus huyu, hiyo ni siasa ya zamani ya ujinga ambayo haitaendeleza Kenya mbele.
tutaendelea kucheat Wajiko vile tumefanya miaka hii yote. Shukran sana. Ile natakikana ni kuambia Wajiko ukweli. Hebu niseme hii tukimalizia dynasty na mambo ya hustler, it is not politics ambayo itasaidia. But Jubilee ilikuwa na manifesto very colorful, ilisema mambo mengi, they never meant them, hawajafanya, hawakufanya. Hii ni kampeni nyingine imeanzwa ya namna hii. Shukran. Miezi 21 kabla ya uchaguzi mkuu 2022. Mheshimiwa Joe Nyaga, kiti gani ambao anafikiria kuwania ule wakati ukifika? Wewe tunaelewa. Mimi nita support mtu yeyote ambaye atakuwa na plan nzuri ya kuendesha nchi yetu, nchi yetu iwe ipite South Korea, ipite Singapore. Kwa hivyo kusimama hauna? Nimesema mambo ya kusimama, I leave those things kwa Mungu. Mimi ni muombaji. Lakini umesema kwamba utasupport mtu, kumaanisha pengine hautakuwa katika kinyang'anyiro. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Hakuna guarantee. Lakini ikija nimekwambia I'm very qualified. Thank you so much. Asante sana kwa kuwa nasi wa muda wote. Ila kukukumbusha tu, unaweza kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii katika yote K_101 show. Unaweza tutazama pale Facebook, YouTube na pia katika Twitter K_101 show. Nilikuwa naye Joe Nyaga. Asante sana mheshimiwa kwa kuwa nasi huo muda wote. Mungu akijalia tutapatana wiki ijayo siku na wakati kama huu. Asanteni sana.